niwe radhi niweke msingi hapa. Leo tutakuwa na ndugu yetu Ayubu. Amen. Tulishamisi sana. Sasa tuwe naye siku hii ya leo. Jumapili mimi nitakuwa na hapa na harusi hapa. Kwa hiyo na harusi zitafuatana hivyo. Lakini leo nikaona kijana wetu asimame leo, tuwe na wakati mzuri. Kwa hiyo muombeeni Ayubu, tunajua ni chombo cha Mungu. Naamini kwa moyo wangu wote. Amen. Tutafungua katika kitabu cha Yuda. Waraka wa Yuda, sura ya 1, mstari wa 3 na wa 4. Alafu vifungu vingine tutavisoma tukiwa tumeketi. Ni nyuma ya Ufunuo. Waraka wa Yuda, mlango wa 1, mstari wa 3 hadi mstari wa 4. Tuombe. Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni yote katika yote. Hakuna chochote ambacho mwanadamu angeweza kufanya isipokuwa wewe Bwana Yesu umeruhusu kifanyike. Na sisi tusingeweza kunyanyua hata mikono yetu isipokuwa ni wewe Bwana Yesu umeruhusu tunyanyue, ukatupatia nguvu na uwezo wa kunyanyua mikono yetu, kwamba tungeweza kukusifu na kujisalimisha kwako. Asubuhi ya leo Bwana Yesu, tunainua mikono yetu tukijisalimisha kwako kwenye madhabahu yako kubwa na Yesu. Kama vile Isaya alivyofika kwenye uwepo wako akasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nasi tunajisikia wadogo na waliopungua tunapokaribia kiti chako cha rehema. Bwana Yesu, tunaomba Mungu utusaidie kwamba tunapokaribia kwenye neno lako uje na utufanyie jambo fulani. Naomba Bwana Yesu kwamba utatuondoa njiani, utaniondoa mimi mwenyewe njiani, utamuondoa kila mtu njiani, utamuondoa ndugu na dada, nao utakuja kuzungumza neno lako. Tunaomba Bwana Yesu kwamba asubuhi ya leo utatupatia mzoga wetu wa siku, kwa sababu ulisema palipo na mzoga ndipo ambapo tai wangelikusanyika. Na wewe unajua vema Bwana Yesu, wewe ndio ulienda kwenye mawindo ya mbali ukatuletea mzoga wetu wa leo ambao ni ujumbe wa saa. Na wewe Bwana Yesu ndio uliona utafaa na ukajua kabisa kwamba una vitamini ya kutosha kutufanya tujisikie vizuri nyumbani mwako. Tunakushukuru Bwana Yesu kwamba utatutendea yote. Na watoto wako wamekuja kwenye ibada hii, hawajaja na mikono mitupu, bali wamekuja na mafungu ya 10, wamekuja na sadaka, na wamekuja na malimbuko. Wamekutolea wewe Bwana Yesu. Zaidi sana wamekutolea hata maisha yao, wamejiweka wakfu kwa ajili ya ibada hii. Tunaomba Bwana Yesu kwamba utawabariki sawa sawa na neno lako. Wewe ulisema kama wangelikutolea kwa uaminifu, Baba, wasingelikuwa hata na nafasi ya kuweka baraka ambazo wewe uliziamuru Bwana Yesu. Na ulisema tungelikujaribu kwa njia hii tuone kama wewe usingefungua milango ya mbinguni na kutubariki Bwana Yesu. Nami naomba kwa sehemu zote walizonazo katika majumba yao, Bwana Yesu ukapate kuwabariki. Kwenye biashara zao Bwana ukapate kuwabariki. Kwenye mashamba yao Bwana ukapate kuwabariki. Ulisema watakosa pa kuweka, nasi ni waaminio wa ahadi za neno la Mungu ulilosema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yako hayatapita kamwe. Tusaidie Bwana Yesu tunapokuja kwenye maandiko yako, tusome sote na utunenee asubuhi ya leo, na utuguse kabisa na utufundishe mwenyewe kwamba tukapate kufaidika na ibada hii. Kwa kuwa tumeomba ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Waraka wa Yuda sura ya 1, mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi.
nao humkana yeye aliye peke yake, Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu naongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Tunaweza tukaketi. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tushirikishane ujumbe. Bwana bariki sana. Leo nina furaha sana kwa sababu tupo wote. Bwana bariki sana. Hata watolo wapo. Mungu awabariki. Kwa hiyo hamna kwenda kumsimulia mwenzake. Kila mtu atasikia kwa masikio yake. Bwana bariki sana. Na atangamua kwa kile kilichoko ndani yake, apambanue kama aliyekuwa anasema naye ni Bwana au alikuwa anasema na mwanadamu. Bwana bariki sana. Lakini furaha yangu haishii hapo tu, inaishia kuwaona wazee wakiwa huku nyuma. Bwana bariki sana. Unajua unapokuwa kijana haujui mambo mengi. Wao wametangulia, wanaijua hii vita vizuri, wamepigana tangu miaka na miaka. Kwa hiyo ukisimama wakiwa nyuma wanakutia moyo. Bwana bariki sana. Nikiwa peke yangu kuna vitu nitaogopa kusema kwa sababu huenda vikafahamika vibaya, lakini wakiwepo wazee nikisema yeye atakuja na atalinyoosha. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ndio furaha yangu kwamba leo hii tuko na wazee. Bwana bariki sana. Sasa tutakuwa na ujumbe. Mungu anisaidie. Bwana bariki sana. Tunaweza tukawa tunarekodi kanda. Si nikisema hivyo mnaelewa. Bwana bariki sana. Ila tumeanza mapema, kwa hiyo tutatoka mapema tu. Bwana bariki sana. Haitachukua muda, lakini ukikuwa ukisikia nabii anasema na rekodi kanda unaelewa anachomaanisha. Bwana bariki sana. Na somo langu litakuwa imani ya Mungu. Bwana bariki sana. Imani ya Mungu au hisi kuu. Bwana bariki sana. Kuna imani na imani. Kuna imani za wanadamu. Kuna imani za Wakristo. Kuna za imani za ambao hawaamini. Kwa sababu tunasema hawaamini kwa sababu hawamwamini Mungu. Lakini kuna kitu wanachokiamini. Bwana bariki sana. Kwa hiyo nabii anasema na yenyewe ni imani. Bwana bariki sana. Na kuna imani ambayo wewe unahisi ni imani, na yenyewe inabidi tuite imani. Lakini kuna imani ya Mungu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo naomba unisikilize kwa makini. Tunaongelea imani ya Mungu. Bwana bariki sana. Ambayo nabii anasema ni hisi kuu. Sasa tusome tena Yuda tulioisoma. Anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu, kwa sababu wokovu ni wetu sisi sote na ni jambo jema, na kila mtu anazungumzia wokovu na kuwa na imani kwa Mungu. Na maandiko yanasema kila amjiaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko. Hiyo ni imani ya nani? Tunaanza kupotea asubuhi. Bwana bariki sana. Mungu anajua yeye yuko. Bwana bariki sana. Hana haja ya kuanza kuamini kwamba yeye yuko, ila anayemjia Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko. Kwa hiyo hiyo ni imani yake. Lakini mimi ninazungumzia imani ya Mungu. Bwana bariki sana. Na Mungu huyu ninayemzungumzia ndiye aliyemwingia mzee Robert Latano akabadilisha hata mifumo ya ibada ili sasa tuje kwenye hiyo imani tunayoizungumzia. Bwana abariki sana. Kwa sababu unaweza ukafikiri una imani lakini kumbe una imani yako. Na kila ukijaribu kusonga mbele inafeli kwa sababu hiyo ni imani yako. Na imani yako haitakusaidia chochote. Inahitaji imani ya Mungu. Lakini unapoanza safari, unapoamini ujumbe, unakuja ukiwa na imani, ukiamini ya kwamba Mungu yupo, na ni Mungu huyo huyo aliyeongoza wana wa Israeli akiwa kama nguzo ya moto. Ni Mungu huyo huyo aliyekuwa nyuma ya Abraham akiwa kama nguzo ya moto, ameshuka kwa ajili ya bibi harusi. Unapokuja lazima uamini. Bwana bariki sana. Unaanza kwa kuamini kwamba Mungu yupo. Mnaamini kuwa yupo hapa kanisani? Hata kama uamini, mtumie hiyo imani ya kiakili kwanza ili tuanze kutembea hivyo hivyo
Kwa sababu hata kwenye Ukristo ulianza na hiyo hiyo imani ya kiakili kwamba naamini Mungu atafanya kitu fulani. Ndio anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia ninyi habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu. Bwana bariki sana. Anasema naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani. Bwana bariki sana. Mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu. Sio imani walionayo. Bwana bariki sana. Sizungumzii imani ulionayo, ninazungumzia imani ya Mungu ambayo ilitoka mbinguni, imani iliyosema iwe na inakuwa, imani iliyoumba vinavyoonekana kutokana na visivyoonekana. Bwana bariki sana. Nazungumzia imani iliyosema na kuwe nuru, kukawa nuru. Nazungumzia imani iliyosema na kuwe kindi, kukawa kindi. Hiyo sio imani ya mwanadamu, hiyo ni imani ya Mungu. Ndio maana Yuda akawaonya, mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu. Sio imani yao. Wao walikuwa na imani, na imani yao iliwaangusha mara kwa mara. Ndio maana hata Petro kuna muda alimkana Yesu. Sio kwamba hakuwa na imani, alikuwa na imani, lakini alikuwa bado hajakabidhiwa hii imani ninayozungumzia. Ndio maana Yesu akamwambia, utakapokabidhiwa ile imani, waimarishe na wenzako. Bwana wabariki sana. Kabla ya hapo Petro asingeweza kupita sehemu hata kivuli chake kaponya wagonjwa. Isingewezekana kwa sababu alikuwa na imani yake ambayo ilimfanya ajifiche, asitoke nje kuhubiri, alikuwa anaogopa. Lakini alipopata ile imani waliokabidhiwa watakatifu, na ndio maana Yesu akasema, mwana wa Adamu atakaporudi, wakati mwana wa Adamu atakapokuwa anafunuliwa, wakati Branham atakapokuwa duniani, wakati wa ufunuo wa huduma ya mwana wa Adamu, je, mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani? Sio imani ya madhehebu. Kuna imani ambayo watakatifu walikabidhiwa. Ni imani ya Mungu, ilitoka kwa Mungu, ikaja kama barua, imefungwa kwenye bahasha, ikaletwa mpaka kwa watakatifu wa mwanzoni, kisha wakakabidhiwa ile imani, ndipo wakatenda mambo makuu. Wasingekabidhiwa hiyo imani, wasingefika popote, wangelibaki kuwa na maswali, wasingeelewa chochote. Lakini ilibidi imani toke mbinguni, ije imefungwa kwenye bahasha, ikabidhiwe. Naona Yuda anachozungumzia, na aliona ni waonye, mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu. Leo hii watu wanashindania kitu wasichokijua. Wanashindania kuwa washirika wa ibada, wanashindania makusanyiko, wanashindania mavazi. Lakini Mkristo ameonywa kuishindania imani. Tuna kitu kimoja tu cha kushindania, ni imani ambayo walikabidhiwa watakatifu. Mara hii kwa nini? Kwa sababu kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kwa hiyo duniani kuna watu wa aina mbili. Kuna watu wenye imani ya Mungu na kuna watu wenye imani zao. Sasa hao watu wenye imani zao waliojiingiza kwa siri, wanaoibadili imani ya Mungu, wanabadili mafundisho ya Roho Mtakatifu na kanuni za imani. Bwana wabariki sana. Hao ndio Paulo hata kukaa nao meza moja, kwa sababu wana imani za kiakili, imani zao wenyewe. Hao ni makafiri. Anasemaje? Anasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, baba yao Shetani. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, ina maana hawaamini. Bwana bariki sana. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, na humkana yeye aliye peke yake, Mola Bwana wetu Yesu Kristo.
kwa sababu hawaamini kwanza hata kama Yesu ni Mungu. Wanaoweza kuamini kwamba Yesu ni Mungu lazima walikabidhiwa hii imani. Bwana wabariki. Tutasema huyu anaongea ya kwake. Twende kwa mwenyeji wetu. Bwana wabariki sana. Twende kwa Nabii Branham. Wangapi wanampenda Nabii Branham? Amen. Mimi mwenyewe nampenda. Nisingeweza kusimama hapa na kusema lolote lile ambalo sijaona yeye akilisema, kwa sababu hiyo itakuwa ni mimi. Bwana wabariki sana. Hem, tumuone Branham anasema nini. Bwana wabariki sana. Au wengine wanakwazika sababu wanataka kusikia Bwana asema. Bwana wabariki sana. Usikwazike. Sisi ndio huyo tunayemsamini kwamba alimbeba Mungu akatuletea sisi. Bwana wabariki sana. Kwenye ujumbe wa ishindania ile imani kwa bidii wa mwaka 55, kwa sababu zipo nyingi, mwezi wa kwanza 23 jioni, paragrafu ya 140, wakati nabii alikuwa anaomba. Sikiliza nabii anachokisema. Alikuwa Chicago. Akasema, Chicago marafiki zangu wapendwa. Leo ningesema Sumbawanga marafiki zangu wapendwa. Bwana wabariki sana. Mlionunuliwa kwa damu ya Bwana wetu Yesu, ndivyo mlivyo. Kwenu ninyi mnaonipenda, si mnampenda nabii? Na mliokuja kunisikiliza, ninawapenda kwa upendo usio na mwisho. Bwana wabariki sana. Basi kumbukeni siku zote, ishindanieni imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana wabariki sana. Sikia, tulioletewa na Yesu Kristo. Si nimekwambia imani ya Mungu ilikuja kwenye bahasha? Bahasha ilikuwa ni Yesu Kristo, iliyobeba imani ya Mungu kutoka mbinguni ikaileta duniani. Hapa Kiswahili hakisemi vizuri, lakini ingekuwa kwa Kiingereza kwambia brought to us by Jesus Christ. Hii ililetwa kwetu na Yesu, hiyo imani ninayozungumzia. Bwana wabariki sana. Iliyorithishwa kutoka kwa mitume. Unaona? Ililetwa na Yesu Kristo, ikakabidhiwa mara moja kwa watakatifu mitume, kisha ikaanza kurithishwa. Bwana wabariki sana. Ndio maana kabla Petro hajapata hiyo imani ya Mungu, Kristo alimwambia, ukiongoka waimarishe na wenzako. Kwa maneno mengine, warithishe na wenzako. Wajue hatutumii akili, hatutumii maarifa, hatutumii siasa, hatutumii vyovyote vile, tunatumia Mungu. Wafunze wakomae kwenye neno, wajue hatuji tukahubiri ili tumfurahishe mwanadamu. Tunahubiri yale tuliyoyaona na kuyasikia. Niweza nimeyaona kwa macho ya nyama, au nimeyaona kwa macho ya ndani, au nimesikia kwa masikio ya kawaida, au kwa sikio la ndani, lakini ndicho nachokuletea. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo walipokabidhiwa mitume ile imani, wakaanza kuwarithisha na wengine waliokuwa wanafikiri wana imani kwa Mungu, wanaabudu wakizani wanamwabudu Mungu, kumbe walikuwa na imani za kiakili. Unaona, anasema tulioletewa na Yesu Kristo, iliyorithishwa kutoka kwa mitume hadi kwa kina Mtakatifu Francis na kadhalika, kuendelea mbele zaidi na zaidi, ni Bwana Yesu yeye yule jana, leo na hata milele. Nami niko hapa usiku wa leo kuishindania imani hiyo waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Huyo nabii anasema, na waonya ninyi mnaonipenda na mliokuja kunisikiliza, muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu. Na ikaletwa kwetu na Kristo, ikakabidhiwa kwa mitume, ikaanza kurithishwa. Na nabii anasema anaishindania hiyo imani. Na ndio kitu ambacho inatakiwa ukishindanie. Utasema, mhubiri unanichanganya.
Kwa hiyo hivi nilivyokuwa naamini sio imani. Twende. Bwana bariki sana. Tutafika tu, twende. Fungua Malkia wa Sheba. Ujumbe unaitwa Malkia wa Sheba wa mwaka 61 mwezi wa pili tarehe 19. Paragraph ya 19. Ila lengo langu ni paragraph ya 20. Tuanze na paragraph ya 20 kisha tutasoma ya 19. Bwana bariki sana. Bahati mbaya tukianzaga kunukuu watu ndio wanalala. Yaani tunapoleta sauti ya Mungu iliyorekodiwa ndio mtu anasikia ka usingizi. Yaani ni bora ukisikia tunasoma kwa nabii uamke. Alafu tukiacha kusoma ulale. Sasa wewe tunasema tunasoma kwa nabii ndio unapata usingizi. Nyanyuko ukasimame hata huko. Yaani leo sio siku ya kulala. Kwa sababu ukiendelea kulala utatoka na imani ya kiakili. Bwana bariki sana. Malkia wa Sheba paragraph ya 20. Nabii anasema kwa hiyo kuna imani ya kweli, lakini lazima uingie kwenye mkondo halisi wa Mungu upate kuwa na imani hiyo halisi. Kuna imani ya kibinadamu, koma. Halafu kuna imani ya Mungu, koma. Kuna imani ya kibinadamu, koma. Halafu kuna imani ya Mungu, akaweka koma. Kwa hiyo unaweza ukahisi ulikuwa na imani, kumbe una imani ya kibinadamu. Na nitakuonyesha leo kwa neema ya Mungu imani ya kibinadamu ikoje na imani ya Mungu ikoje. Kuna imani ya kibinadamu, halafu kuna imani ya Mungu. Nawe huna budi kuwa na imani ya kiungu kuamini. Basi ili kuwa na imani ya kiungu inakubidi kuwa na nia ya Kristo ndani, inakuwa nia ya Kristo ndani yako. Basi hivyo ndivyo Mungu anavyokuwekea maono, mafunuo na mambo haya yote. Huja wakati nia ya Kristo ikiwa ndani yako. Nia ya Kristo ni Mungu, ambayo ni imani ya Mungu. Wakati hiyo ikiwa ndani yako, ndipo maono na mafunuo yatakuja. Hatuzungumzia akili kwamba uchukue jumbe zote uanze kuzisoma kwamba ndio utasimama uhubiri vizuri. Hicho sio tunachozungumzia. Tunazungumzia imani ya Mungu. Nia ya Kristo ikishamshika mhuduma ikaingia kwenye fahamu zake, yenyewe ndio inajua leo, tarehe ya leo, bibi harusi anahitaji kitu gani, na yenyewe ndio inawajibika kuja mimbarani na kufunua neno la wakati. Ndio maana nabii akawaambia wahuduma, wewe Mungu atakupa tu wazo fulani, lipigie mstari kisha nenda mimbarani. Yeye atafanya yaliyosalia. Kwa sababu yeye anakupa tu mwanga kwamba mwanangu ukifika pale wewe anza na hii, alafu mengine nitakuletea. Ndio maana Kristo akawaambia mitume wakiwakamata na kuwashtaki, msijiulize mtasema nini, kwa maana katika saa ile, katika dakika ile utafunuliwa kinachohitajika. Hatuji hapa na syllabus kwamba sasa hivi tunakuhubiria imani, baadaye tukuhubirie miruni. Hapana, sisi tunakuja na hint ni nini? Hint. Ndondoo sijui kama kitu fulani tu ambacho Mungu anakutia kawazo basi. Alafu yeye ndio anakuja kulifafanua hilo wazo, na mwisho wa ibada utaona linafafanuliwa kama nabii alivyofafanua. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kuna imani ya kibinadamu, halafu kuna imani ya Mungu. Hiyo 19 tusisome kwanza. Bwana bariki sana. Sisi tuko pamoja, tusiachane bado, yani ndio kwanza tuko juu sana. Hata hatujaanza kuzama. Yani kama ni kuvaa maboya tunaanza kuvaa maboya. Yani bado kujifunza kuogelea, yani hata hatujafika kwenye maji. Bado tunapeana zile ndondoo za hapa nje ufukweni kwamba itakuwaje. Ni kama vile ndege kabla haijaondoka wanaanza kuambiwa ikitokea ajali, yani hata mjapaa mnaanza kuambia ikitokea ajali tuna mlango huu na mlango huu. Bwana bariki sana. Hapo ulipokaa ukiangalia kuna kijacket kitakacho kusaidia kukuokoa. Kwa hiyo utakivaa na sasa kama anatoa maelekezo umelala. Bwana bariki sana. Na maelekezo ya Mungu yanatolewa ibadani.
kwamba wiki hii utakutana na haya majaribu, vaa hivi ushinde. Wewe muda maelekezo yanatoka umelala. Wakati zoruba itakapokuja kwenye ndege ndio unaanza kuuliza, jamani, mlango wa kutokea uko wapi? Haujui. Pale kuna sauti, alafu kuna ishara. Kuna sauti iliyorekodiwa inayokuambia hapo ulipokaa, mpendwa abiria, jiandae, tunakaribia kupaa. Bwana abariki sana. Hiyo ni sauti unakuwa unaisikia, lakini mbele anakuwa amesimama mtu anayekuwa anaonyesha ishara ya sauti. Wewe hauioni sauti, wewe unaona ishara ya sauti inayokuambia ukitaka kufanya hivi, fanya hivi. Sauti itakwambia kuna kijaketi hapo, kifunge. Na kifungaje? Inabidi uangalie huyo mtu anayetoa ishara anakwambia kinafungwa hivi. Neno linakwambia usikose ibada. Nafanyeje? Mchungaji atakwambia ufanyeje. Neno limesema dada usikate nywele. Je, nazilazia mashariki au naziweka magharibi? Naweka kaskazini au kusini? Je, naacha kimoja kimechomoka hivi? Mchungaji atakwambia. Ukisoma kwenye Walawi, Mungu alimwambiaga tu Musa, chinjeni mwana kondoo mle aishe na nini mpake. Lakini haya kwamba chukua jani la hisopo sijui upake kwa nini, hayo ni hamsa. Sasa yakatae, wewe kachukua tu jani lolote lile, useme kwamba haya ni hamsa. Bwana abariki sana. Ujumbe hekima zidi ya imani kwa mwaka 62. Bwana abariki sana. Hekima zidi ya imani. Bado naweka msingi. Paragrafu ya 96. Nabii anasema kuna kiasi fulani cha imani kinachoambatana na shetani. Bwana abariki sana. Kuna kiasi fulani cha imani kinachoambatana na shetani. Kusudi umkubali shetani, huna budi kumwamini shetani. Kwa hiyo nayo ni nini? Imani. Huna budi kumwamini shetani. Kwa hiyo kuna imani iliyopotoshwa kwa kitu kilichopotoshwa. Sisi tunazungumzia imani ya Mungu. Lakini ukiwa huna imani ya Mungu na imani ya shetani, na chochote ambacho kingejaribu kuligeuza neno la Mungu, kulifanya liseme jambo fulani ambalo alisemi, ni roho mbaya. Mnaona akitoa hekima zidi ya hekima ya Mungu. Kwa hiyo tunarejea kwake kama hekima, wala si imani ya shetani. Kwa hiyo kwenye ujumbe nabii alikuwa haiti imani ya shetani, ila anaita hekima. Adui amekuja na kitu kinaitwa hekima. Atakuja kama mjasiriamali, anatoa semina ya ujasiriamali, na wewe unatamani kuwa mjasiriamali. Ataanza kukuelezea vizuri zaidi, lakini anapofika kwenye fungu la 10, wanamsema wanaita jilipe wewe kwanza, kwamba kwenye mapato yako yote chukua sehemu ya 10 hifadhi. Lakini maandiko yanasema nini? Chukua sehemu ya 10 peleka kanisa. Kwa hiyo atapotosha neno, anakuja na hekima. Hapo naona kuna ukimya kwanza. Bwana abariki sana. Wala hata siendi huko, wala usiwe na wasiwasi. Endelea tu kuwa na mimi. Bwana abariki sana. Twende kwenye ujumbe, kazi ni imani katika matendo, wa mwaka 65 mwezi wa 11 tarehe 26. Bwana abariki sana. Paragraph ya 327. Bwana abariki sana. Ndo naanza kufungua sasa hiyo imani ya Mungu ni kitu gani. Ujumbe ni kazi ni imani katika matendo, ya mwaka 65 mwezi wa 11 tarehe 26, paragraph ya 327. Nabii anasema, naye aliwaahidi ninyi jambo lile lile. Yaani, kama ungeliweza kuamini ya kwamba litatendeka, kama huwezi kuamini hilo, ni kwamba halitatendeka. Si ndivyo maandiko yanavyosema? Ukiamini inatendeka, usipoamini haitendeki. Alafu leo mhubiri anakuambia kuna imani ya kibinadamu na kuna imani ya nani? Ya Mungu. Bwana bariki sana. Sasa nabii anasema ukiamini linatendeka, usipoamini halitendeki. Anasema sasa siwezi kukufanya uamini.
Bwana bariki sana. Tunajua ukiamini litafanyaje? Litatendeka. Lakini siwezi kukufanya uamini. Hapo inakaaje nabii? Bwana bariki sana. Mungu hana budi kukupa jambo hilo. Yaani Mungu ndiye inabidi akupe imani. Uamini kisha itendeke. Ndio maana akisema mkiuambia mlima huu ng'ooka uende baharini. Kwanza anaposema tu mlima, alafu kung'ooka, wewe unaanza kusema mlima kung'ooka. Yaani mti tu wenyewe ni shughuli. Tunatafuta shoka. Hapa anazungumzia mlima. Yaani uchukulie kama mlima Kilimanjaro. Yaani anasema tu mlima, mkiwaambia mlima wanafunzi hivi. Anataka kusema nini? Sio yale ya kula mwili wake na nyama yake. Bwana bariki sana. Ukiwaambia mlima ng'ooka, tayari tu ile kitendo cha kusema mlima ng'ooka imepita akili ya mwanadamu. Yaani akili za mwanadamu na imani yako yote nakwambia hiyo haiwezekani. Alafu nakwambia usitie shaka moyoni mwako. Ila alivyosema tu ukiwaambia tayari umeshatia. Kwa ndo maana nabii akasema siwezi kukufanya uamini. Ila ni Mungu anakupa hiyo imani. Kwa maneno mengine ni Mungu anaingia. Anaamini mwenyewe alichokisema. Kwa sababu alisema iweko milima, ikawako milima. Akisema ing'ooke, inang'ooka. Wala hajiulizi mara mbili kwamba utang'ooka au hautang'ooka. Ila kama ni mimi nitajiuliza, utang'ooka? Maanza kuona tofauti ya imani yangu na imani ya Mungu. Bwana bariki sana. Ukiombewa hapa, ulikuwa na tumbo linakusumbua, tutakwambia enenda, Mungu amekuponya. Lakini tumbo bado linafanyaje? Linasokota. Anayetakiwa aamini ili uponye ni Mungu. Ndio anaweza kushikilia. Wewe kwa sababu bado unasikia linasokota. Kwani ulisikii? Si bado linauma? Nabii alikuwa anasumbuliwa na tumbo. Halafu akaamini Mungu amemponya. Akaenda kula mahindi ya kuchoma. Bwana bariki sana. Nabii anasema nuswa atapike. Yaani alivyofika tu tumboni kukajibu. Tumbo likaanza kusokota. Wanamuuliza hali gani? Sasa hapo kuna imani ya Mungu na ya nabii. Hali alionayo wakati huo, tumbo linauma. Ila alichojibu anasema niko vizuri. Bwana bariki sana. Ilibidi ajibu kwa kutumia imani ya Mungu. Kwa sababu Mungu anasema umeponywa. Na sio kwamba umeponywa leo. Na ukinielewa vizuri, uponyaji kinakuwa ni kitu cha kawaida sana. Yaani sio kwamba Mungu anakuponya leo, alishakuponya. Ila wewe amini. Ingia kwenye imani ya Mungu. Uanze kuzungumza kama Mungu. Kwa kupigwa kwake mimi nimeponywa. Ila imani yako inasema bado tumbo linauma. Nabii anasema liliendelea kumsokota kwa wiki kadhaa. Mpaka baada si ya miezi mingapi ndo likaja likafanyaje? Wewe unataka tukuombee leo jioni ufike Mawenzusi? Uko shwari uanze kula. Nabii anasema siwezi kukufanya uamini. Wala huwezi kujifanya uamini. Mungu hana budi kukupa jambo hilo. Ni karama ya Mungu kuamini. Yaani imani nayoizungumzia ni karama ya Mungu ambayo Mungu anakupea. Lakini imani yako hii haufiki popote. Bwana bariki sana. Anasema imani yako ya kiakili inaweza kuamini vizuri kabisa, lakini isipokuwa imani ya Mungu iwe ndani ya moyo wako. Unaona? Imani yako ya kiakili inaweza kukubali kufanya jambo hilo. Basi endelea tu kuamini hilo kwa moyo wako wote mpaka Mungu atakapokufunulia jambo hilo. Unaona? Endelea tu kuliamini mpaka
mpaka Mungu alifunue, lakini mpaka atakapolifunua ile imani ya Mungu itakapoanza kutenda kazi. Hii ya kiakili tunaitumia tu kama starter. Chombo cha moto hakiwaki, tunajua tukikisukuma. Si lengo ni kwenda. Yaani tunachohitaji si ni mwendo, lakini huu mwendo haupo. Ila ndani ya bajaji au hicho chombo kuna mwendo. Basi tukisukume. Tunavyoanza kukisukuma, tunakipa mwendo. Kinaanza kujua, kumbe mimi sikuumbwa kutulia. Niliumbwa nitembee. Alafu kinapigwa kofi la injili mle ndani. Tembea kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kinaanza kutembea. Kinaanza kitembea chenyewe. Hakihitaji mtu akisukume. Kinaanza kujisukuma chenyewe. Ndivyo imani ya kiakili ilivyo. Hii ni starter. Tutakwambia shikilia. Unasikia maumivu usiyasikie. Wewe shikilia tu. Wewe ujue hapo unasukuma. Unaisukuma tu hiyo imani yako. Utafika mahali ambapo utakutana na imani ya Mungu mwenyewe. Itakaa vizuri. Bwana bariki sana. Kwa hiyo imani ya kiakili bado tunahitaji, kwa sababu ndio inaoanzisha mwendo. Kila ajaye kwa Mungu lazima aamini ya kwamba mimi nipo na ninawapa thawabu wao wanitafutao kwa bidii. Lakini katika kuamini huko utaendelea kuamini kiakili mpaka utakapokutana naye. Ndio maana wanafunzi walimwendelea kumwamini Yesu, anaongea hawamuelewi, walikuja kumuelewa baadaye. Ndio wanasema sasa tunaelewa. Ina maana hii tuition yote ya miaka 3 mlikuwa hamuelewi. Hawaelewi. Hata ile msipo ula mwili wangu na kunywa damu yangu. Maandiko yanasema, nabii anasema Yesu hakulifafanua. Nilikuja kufafanuliwa na Paulo baadaye. Lakini hao hawakufafanuliwa. Aliwaambia tu kuna siku mtakula huu mwili wangu na mtanywa damu yangu. Lakini waende wapi? Yeye ndio yeye na maana. Kwa walifuata tu kwa akili hizo. Njona imani hiyo. Itakuyani hiyo inakuanzishia tu mwendo, ikufikishe mahala fulani, alafu ukifika hapo mahala unakutana na imani ya Mungu mwenyewe inachukua sasa, ambayo inamwambia shetani, rudisha afya ya mtoto wangu. Shetani, rudisha akili ya mtoto wangu. Shetani, rudisha mali za mtoto wangu. Shetani, ninakuamuru achia ndoa ya mtoto wangu. Lakini imani yako haiwezi kumtisha shetani. Kuna watu walioona kina Paulo kina nani wanaombea, wakaenda kwa jina la Yesu, sitokaza wewe Bwana. Yesu tunamjua, Paulo tunamjua. Na nyie sababu wameenda na imani yao. Inahitajika imani ya kiungu ambayo hata shetani tu akiiona anatulia. Bwana bariki sana. Unaona watu wana mapepo wakienda kule madhabahuni wanarukaruka ibada nzima. Lakini akija hapa hata arukiruki. Yaani ukiona amerukaruka amejisahau sana. Ila wakifika tu pale wanajua sio kule tulikozoea. Kuna Bwana mkubwa. Bwana bariki sana. Hahitaji maombi ya kujichochea. Hahitaji kuanza kuvuta. Yaani akifika tu anajua hapa kuna Bwana mkubwa. Yule mtu aliyekuwa ameshikwa na mapepo anakaa makaburini na kujikatakata, akikutana na watu anawavuruga na waua. Alipokutana na Yesu, kwani Yesu alianza kuomba? Hapana. Yeye mwenyewe akaanza kusema turuhusu twende tukawaingie wale nguruwe. Yaani akija hapa yeye ndo anaanza kuomba atoke, sio sisi tumtoe. Ila kuna mengine ana kiburi anataka kuanza kurukaruka hapa. Ndio sisi haturukiruki na mapepo. Ukisema toka basi tunajua ametoka. Wewe na nani hivyo hata kama anarukaruka kwenye bajaji, peleka nyumbani. Yameshatoka. Bwana bariki sana. Kwa nini? Ujumbe wa kwa nini? Wa mwaka 61 mwezi wa kwanza tarehe 25. Paragraph ya 198. Ndio tuanze somo letu kidogo hapo. Bwana bariki sana. Bado na nukuu 2 ili tuanze somo. Siniwaambia na rekodi kanda. Yaani bado na nukuu 2 tuanze somo. Somo letu ni hisi kuu. Kwa hiyo umeona nimesoma ujumbe wa hisi kuu hapa. Bado na kutafuta. Hii tukisema kwenye hisi kuu. Wajua hisi kuu umehubiriwa maskanini.
ni kwa watu ambao wameshakomaa. Yaani unaanza tu na nyundo. Wewe sio wa kwanza kuambia usikate nywele, uwai ibadani, si mashemasi wakae hivi. Yaani wewe unaanza tu na nyundo. Ndio maana nimekuanzishia hizi jumbe zingine za kwenye mikutano mingine. Halafu tukienda kwenye imani ya Mungu, ujumbe wa siku uliohubiriwa maskanini, tuanze kula nyundo za waamini. Bwana bariki sana. Kwa nini? 198. Vema, tuna furaha tele. Si unaona waamini wana furaha? Furaha tunayo. Hela. Tuna furaha tele, tunajua hilo, tuna furaha tele. Furaha isiyoneneka na iliyojaa utukufu. Hiyo yani kwa mwaminio furaha ipo. Wewe unataka kujua kile kicheko halisi anachomwaminio tu dunia nzima. Yaani anayejua kucheka ni nini, akacheka akajisikia vizuri, ni mwaminio tu. Wengine hawacheki, wanajaribu tu kufurahisha moyo, kwa sababu furaha ni ya Mungu mwenyewe. Ndio maana akasema furahini, tena nasema furahini katika. Kwani aliishia tu kufurahi? Haja zijulikane. Unafurahi tu afu haja zijulikane. Haja hela. Sio fly tu, fly haja sasa, haja. Maana najua mna uhitaji. Furaha ni ya kwenu, amani ni ya kwenu, uponyaji ni wa kwenu, lakini mna haja. Haja zenu zijulikane. Ndio maana Biblia inasema furaha, tuna furaha isiyoneneka. Iliyo utukufu tumeipata. Lakini sasa hicho kitu, nguvu za Mungu, kitu kikuu kuliko furaha, nguvu huja kwa imani iliyotulia. Hizo nguvu zitakazokuletea kazi, hizo nguvu zitakazoumba nyumba, hizo nguvu zitakazoumba gari, sio hizi za furaha ya kucheka. Hizo nabii akwambia zinahitaji imani iliyotulia. Sio hii ya kubwabwaja. Imani iliyo. Au nisome tena, usiseme ni mimi. Lakini sasa hicho kitu, nguvu za Mungu ni kitu kikuu kuliko furaha. Ndio maana nasema furahini. Tena nasema furahini katika Bwana. Lakini mkimaliza kufurahi, tunataka sasa nguvu zake zijulikane. Ili nguvu zake zijulikane, yeye akatupa haja. Ninaumwa ili ajulikane kwamba anaweza kuniponya. Sina hela ili nimuombe anipe hela. Sina kazi ili nimuombe anipe kazi. Bwana bariki sana. Kwa hiyo yeye hajatugawia baraka, ametugawia haja, uhitaji. Kisha tukiupeleka mbele za Mungu akajibu, maisha yetu yanakuwa ni baraka na ushuhuda. Nilikuwa sina kazi, nikamwomba Mungu akanipa kazi. Nilikuwa sina mke, nikamwomba Mungu akanipa mke. Nilikuwa sina baskeli, nikamwomba Mungu akanipa baskeli. Kila aliye na mwana ana ushuhuda. Wewe tukikaa tuongee ndugu, naanza mara Aishi, mara Sultani. Wewe tunenee habari za ushuhuda. Kristo amekutendea nini wiki? Tunaweza kuwa na furaha nyingi, lakini labda hatutakuwa na nguvu humo ndani za kuponya hata kidogo. Una furaha tu, lakini kuna mgonjwa yuko ndani, hata kumponya hata kidogo. Au hatusemi kwamba una furaha ya shetani. Furaha ulionao ni ya Mungu kabisa, lakini unahitaji nguvu, imani iliyotulia. Bwana bariki sana. Lakini tunapokuwa tukiwa na nguvu za Mungu, basi tuna imani ya Mungu iliyopanda juu. Inamshika Mungu, inajua jinsi ya kumgusa na kumleta. Imani iliyotulia. Mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka kadhaa, alipoidaka imani iliyotulia, alijua namna ya kumshika Mungu na namna ya kumgusa Yesu, hata akamponya. Sio kwa maombi, kuna namna. Iliandikwa wapi kwamba Masihi atakapokuja
anakuja, kaguse pindo la vazi lake utapona. Hamna mahali imeandikwa. Ndio maana Biblia inasema tembea na hiyo imani yako ya kiakili mpaka ufike sehemu fulani upate imani ya kiungu ambayo ni ufunuo. Kwa hiyo alitembea na ya kiakili, anajua Yesu yupo, ni Masihi anaponya, ikafika sehemu ikamwambia wewe unaamini. Sasa nakuja mimi ambaye ndio imani mwenyewe. Si mmesikia nabii akisema imani ni mtu? Sio hiyo, sasa mtu ni wewe. Imani na kifua ina manyoya. Si mmesikia? Ni Mungu mwenyewe ndiye anayekuja. Alikuja akaingia kwa yule mwanamke, akasema sasa nakupa cha kufanya, kaguse pindo. Utafikaje pale? Utavukaje kwa mashemasi? Utavukaje umati? Hiyo ni yako. Kama uvuki pale utakufa. Na wala Yesu hakuambiwa kwamba toka kwenye umati nenda kuna mwanamke fulani ana shida. Yeye anakaa kwenye umati, alafu mwanamke aje kwenye umati. Bwana abariki sana. Alikutana na imani iliyotulia, kamwambia mama tulia, damu yako itaisha, twende. Bwana abariki sana. Inajua namna ya kumgusa Mungu, namna ya kumshika Mungu. Ikaenda mpaka kwa Yesu, ikachukua nguvu. Yesu anageuka anasema nguvu zimenitoka. Nani aliyenigusa? Kwa maneno mengine naye hakuwa na ono. Sana tafuta. Mtu akaanza kusema huyu sasa kama sio njaa sijui. Wewe uko kwenye watu wanapita wengi. Wengine wanakugusa kwa migongo, wengine wamepita hivi. Alafu unasema nani kakugusa? Ameguswa na mkono wa nyumbani. Mkono wa Mungu mwenyewe. Bwana abariki sana. Ule ulikuwa sio mkono wa kawaida. Ndio maana kwa maneno mengine alikuwa aulizi nani aliyenigusa. Hivi na nyie mmeona huo mguso? Na nyie mmemuona Bwana? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Sio wewe. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Kwa sababu Mungu aleti habari kwa hasara. Kabla hajaleta kuna watu watakaoipokea na wale imefunuliwa kwao. Alafu ndo linakuja swali, ni nani aliyesadiki? Kwa maana mkono wa Mungu umemgusa. Akauliza na nyie mmeona? Ni nani aliyegusa? Akafikia amegusa mavazi. Hapana. Ni imani iliyotulia. Inamshika Mungu, inajua jinsi ya kumgusa. Kwa nini sisi si madhehebu? Hii ndio nukuu ya mwisho tuanze somo. Bwana bariki sana. Kwa nini sisi si madhehebu wa mwaka 58? Achana na ule kwa nini nachukia madhehebu. Kwa nini sisi si madhehebu? Sisi si waaminio. Kwa nini? Bwana bariki sana. Wa 58 mwezi wa 9 27. Paragrafu ya 7. Naomba msikilize kwa makini kwa sababu ndo tunaanza kupaa. Tumesafiri sana kwa magari. Tumeshafika Songwe airport. Tunaachana na gari, tunakaguliwa, tunapaa. Kwa hiyo ukiamua kulala wewe lala. Ibada itakapoisha Darius atakuamsha kwa muziki. Bwana bariki sana. Ila tumetembea chini sana kwa gari, tunaenda kupaa. Msikize nabii anavyoambia watu. Paragrafu ya 7. Sasa Jumatatu na Jumanne ninaenda zangu kuomba, nipate kuwa tayari kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Mnaona? Nanyi mnaweza kupiga simu ama popote mtakapo na kumleta mtu fulani mnayemtaka kwa ajili ya ufufuo huu ujao. Na waambieni wasije wakiwa na haraka sasa. Tunakoenda huku kwenye imani ya Mungu, usije na haraka zako. Bwana bariki sana. Anasema waambieni wasije wakiwa na haraka sasa. Sio waje waseme vema sasa nitaingia ndani kule haraka na kuombea usiku wa leo, kesho usiku yote yamenini. Kwamba naenda anaponya wagonjwa. Ninaenda nitafika pale wataniombea, kesho nitakuwa mzima. Muambie wasije hivyo, wasiwe na haraka. Naweza akakuombea leo ukaponywa mwaka kesho kutwa. Bwana bariki sana. Ingia ndani. Mwasikia anachokwambia? Waje waingie ndani, usikilize kwa muda kidogo
Imani chanzo chake ni nini? Kusikia. Kwa unasikia kwa muda kidogo. Kwa maana tunataka kuchukua wakati wetu na kulielezea neno hilo vizuri sana. Hata ibilisi hatapata chembe moja ndogo ya nafasi kusogea kamwe. Kwa sababu neno kazi yake ni kutoa ukungu. Umekuja huamini hiki, umekuja huamini hiki. Kuna mambo mengi yanakusumbua. Alafu mhubiri anavyohubiri ile neno linakutolea ule ukungu. Alafu unamuona Mungu sasa. Bwana bariki sana. Kwa lazima neno lianze kukutolea matongotongo. Anasema na sasa wakati unapoachilia imani yako iende mpaka mwisho. Tumeisukuma gari, unaisukuma pikipiki. Hiyo ni imani ya kiakili. Bwana bariki sana. Ndio kwa kwambia unaisukuma, unaichochea. Unaanza ukiwa ni wewe, ukiwa unaamini wewe. Unafikia mahali sasa sio wewe tena. Nguvu zako zimefika mwisho. Tumesukuma, tumefika mwisho. Bajaji lazima iwake. Na sasa wakati unapoachilia imani yako iende mpaka mwisho wake, mpaka uanze kuamini, ndipo uache dhamiri yako ya ndani ianze kutenda kazi. Unafikiri waliposema tu kwamba usipoabudu hii sanamu tutakuchoma moto, ilikuwa inatisha ile? Walipoleta Shadraka, Meshaki na Abednego wakaweka hapa, jamani, usiposujudu hii sanamu. Afu sio sanamu hata ya mtu mwingine, ya Danieli, unamjua. Bwana bariki sana. Kwa hiyo inaendana na ujumbe. Msiposujudu hii sanamu nachomwa moto. Bado ana ile imani ya kiakili. Sasa haina shida. Bwana bariki sana. Wakaitwa waokaji. Yaani ule moto uliokuwa wanauona ukazidishwa mara nyakati 7 za kanisa zikapigwa pale cha. Moto ukaokwa mara 7 zaidi. Ili tu kale ka imani ka akili kaishe. Kaishe kabisa na Shadraka tumeisha. Yaani ilivyokuwa na waka inawezekana hata kwa asikii harufu ya moto wakaanza kusikia sasa imechochewa mara 7 zaidi. Mungu anataka imani yako iende, ifike mahali fulani iishe. Alafu ikiisha inazima. Ikisha zima unaingia kwenye utu wako wa ndani. Ukiingia kwenye utu wako wa ndani inaanza dhamiri. Bwana bariki sana. Yaani usihofu, leo nimekuja full package. Hivyo vitu vyote 5, milango ya ndani tutaipitia vizuri. Milango ya nje 5 tutaipitia vizuri. Wala usiwe na wasiwasi. Hiyo nabii akwambia milango 5 ya kuingia huko ndani. Tunatembea nao kimoja baada ya kingine. Ndio maana akasema wale mota kama blanketi mchukue kabisa mlale. Hatutoki sasa hivi. Bwana wabariki. Tunatoka bwana. Na waamsha tu waliolala. Nabii alisema ukiona wamelalala wapige kofi la namna fulani wajirudi. Sababu kuna watu wana maswali sasa, sasa mhubiri kweli yule alikuwa ni bwana kweli kwa anazungumza vile. Wewe ni neno limetuagiza. Wewe unafikiri tunafanya tu. Neno limetuagiza ukiona hali ziko hivi waamshe. Na mimi ndo njia yangu ya kuamsha. Lakini sasa ukuta mtu mchanga anaanza kusema, "Wewe unahubiri vizuri." Lakini anaanzaga yale mambo yake ule sio bwana. Wewe ujaje hapa kutofautisha Bwana au Ayubu. Umekuja kukutana na Bwana Yesu Kristo. Bwana bariki sana. Sasa ndipo anasema na sasa wakati unapoachilia imani yako iende mpaka mwisho wake, mpaka uanze kuamini, ndipo uache dhamiri yako ya ndani ianze kutenda kazi. Ndipo imani ya Mungu itaunga mkono. Bwana bariki sana. Kwa wakawachukua wakawafunga. Wanawauliza mtaenda kwenye moto? Hapo sio akili tena. Akili zinawaambia babu we mnaungua. Yaani mnaungua hivi. Si msujudie tu. Unaona imani ya kiakili ikifika mwisho ikiona mambo yanawezekana anaanza kuambia hii kitu hamna. Tuachane nayo. Si muamini tu kama wengine. Sasa nyie watatu tu mbona wengine wote wamesujudu? Kuna shida gani? Ile eti si ule tu ili tunda. Kwani alisema msile? Kwani ukila kuna shida gani? Subiri nikwambie, ukila unakuwa kama Mungu. Hoja. Akrini. Lakini zilisha ikabaki dhamiri ya ndani.
wakaingia kwenye utu wa ndani, wakasema hata kama tukiungua sawa. Bwana abariki sana. Hicho sio kichwa. Kichwa kingekwambia kimbia, kichwa kinatumia neva, zinaleta taarifa kwenye ubongo. Ukiona hatari, amsha mbio. Bwana abariki sana. Kichwa kilikuwa kimesha switch kabisa, miguu imesha kaa tayari, nguvu zimesha kuja, hata askari wasinge wakamata. Mbio ambazo wangetoka nazo pale. Hicho ndo kichwa, na akili kilikuwa kiko hapo. Lakini utu wa ndani, dhamiri, ikamwambia hata kama wakituchoma tutakwenda. Ndio maana mwaminio anayeamini ujumbe kwa imani ya Mungu, sio kwa imani ya kiakili. Hata kusanyiko lote likiacha ujumbe, yeye ataamini. Yeye anamjua aliyemwamini na anasadiki, kwa sababu ana uzoefu naye. Ujumbe ukiuamini wewe mwenyewe utakushinda. Ndio maana nabii akasema kama ujumbe ni kweli, ingia ndani yake. Kama sio kweli, toka. Manake usikae hapa mlangoni unasema mimi ni wa ujumbe ili utegeshea, ukiona hatari ndio uingie ndani. Kama ujumbe ni wa kweli, ingia ndani, kukufungie huko ndani. Sio unakaa tu leo bado naliangalia ile kusanyiko, naona wanavyohubiri. Kama wakihubiri vizuri kinilizisha, litakuwa kusanyiko langu la nyumbani. Wewe ujue unachokiamini. Kama ujumbe ni wa kweli, ingia ndani. Umekuja umetusikia, ingia ndani. Mkubali mchungaji na yote yaliyo nyuma yake. Mashemasi wake wakubali. Hata kama unaona wana makasoro, wewe wakubali. Huwezi kusema unamkubali mchungaji, mashemasi unawakataa. Kwa sababu mashemasi ni ofisi saidizi ya mchungaji. Na mchungaji ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ofisi yake anaishika mtu. Alafu kuna ofisi saidizi ya huyo Roho Mtakatifu ambaye anakaa pale shemasi. Umeshindwa kumheshimu huyo shemasi, basi heshimu ofisi alionayo, kwa sababu sio shemasi, ni Mungu. Bwana wabariki sana. Wewe kaingia kwenye utu wa ndani, anasema dhamiri yako ya ndani ianze kutenda kazi, ndipo imani ya Mungu itaunga mkono, ndipo utaendelea moja kwa moja. Unaona, kwa maana imani yako haitafanya mengi, dhamiri yako ya ndani haina budi kusonga kuelekea mahali imani yako inakoenda, ndipo basi imani ya Mungu inakuja nyuma yake na kuthibitisha yote. Bwana bariki sana. Inaanza imani yako ya kiakili, unakuja utu wako wa ndani, alafu zinapofika mwisho ndipo Mungu mwenyewe anakuja. Ila imani iliyozuia moto usiwanase wale watu sio imani yao. Imani yao ya kiakili wangeungua, lakini kwa sababu walifika mwisho kiakili, dhamiri zao zikasema hata moto ukitunguza bado tunamwamini, ndipo imani ya Mungu ikaja inatembea. Nimekwambia imani ya Mungu ni mtu. Imani ya Mungu ni ya Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo aliyekuja. Walitupa watu watatu, wakaona watu wanne ndani ya moto, na yule wa nne alionekana kama mwana wa miungu. Hiyo ndio imani ninayozungumzia, kwamba mimi duniani siko peke yangu. Utaniona natembea hivi, nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa sababu yeye yuko pamoja nami. Yeye Yesu Kristo, yeye nguzo ya moto, yeye aliyekuwa na William Marion Branham, ndiye aliye nyuma ya kila bibi harusi, ndiye aliye nyuma ya kila mwaminio, ndiye anayetenda kazi kila siku. Ninapokuwa ninaumwa, niko kitandani, tumbo linanisokota kabisa, yeye ndiye rafiki wa karibu, yuko pembeni yangu pale. Kama ambavyo wasioamini waliweza kuona kwenye ule moto, watu wa kawaida wangeona moto, lakini kuna wengine waliona ndani ya moto kulikuwa na mtu wa nne. Bwana abariki sana. Majaribu ni matamu sana kwa mwaminio, kwa sababu yanakuweka mahali ambapo utatembea sana karibu na yeye. Maumivu yanapokuwa yanazidi, yeye ndio yuko karibu na wewe. Wakati wanakuambia utapasuliwa, yeye ndio yuko karibu na wewe. Bwana abariki sana. Natembea nikijiamini, najua yeye yuko pamoja nami. Aliahidi hata niacha wala hata nipungukia, na wala agano lake sio la masharti kwamba nikienda ibadani ndio atakuwa na mimi, nikirudi nyumbani hatakuwa na mimi. Haiko hivyo. Nyakati zote niko pembeni,
nyakati zote ni uzimani, na mtazama hata atakapotokea. Kwa hiyo popote nilipo, ninajua Bwana wangu yupo, najua mtetezi wangu yupo. Ayubu alivyoingia kwenye majaribu, alijua mtetezi wake yupo. Japo mabuu yalitafuna mwili wake, alijua mtetezi wangu yupo. Nilisikia kwa masikio yangu, lakini sasa ninamwona kwa macho yangu. Ninajua mtetezi wangu yu hai. Nabii anasema, lakini kama ni imani yako, naam, nimefanya hilo sasa hivi. Na hata dhamiri yako ya ndani inazunguka, inarudi hapa ikisema, sijui kama itafanya kazi kwangu. Unakuja unaombewa, wewe mwenyewe unatoka unasema sijui kama nitapona au sitapona. Hiyo ni imani yako. Haitafanya kazi kokote, haitatenda kazi papo hapo, unaona? Kwa hiyo tunataka hii iwe ni ibada halisi ya uponyaji. Na kabla sijampata mtu yeyote kwenye vile vyumba na kadhalika kwa ajili ya uponyaji ama ibada hizi mpya, ninataka wafahamu bila shaka lolote linalowaleta kule, wasije na haraka. Kwa hiyo kumbukeni tu na nje mtembelee, nasi tutafurahi kuwa nanyi. Sasa hapo tumemaliza introduction ya ujumbe wetu wa leo. Tuanze ujumbe sasa. Imani ya Mungu ni kitu gani? Bwana wabariki sana. Kwenye imani hapo tutatumia tu nusu saa. Yaani muda wetu ni ule ule, saa 6 unarudi nyumbani. Wala usio na mawazo. Hatufiki saa 8 wala hapa bado ni saa 5. Yaani Mungu alijua, ndio maana akaleta package kubwa. Alijua muda upo. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo sasa ndo tunaenda imani ya Mungu ni nini? Na imani yangu ni nini? Bwana wabariki. Tunakuja kwenye ujumbe wetu sasa wa hisi kuu, uliobiwa maskanini mwaka 1959 mwezi wa 12 tarehe 27 jioni. Hisi kuu. Tuko pamoja? Angalia jirani yako kama amelala, muamshe. Bwana wabariki sana. Ndio tunataka tupae. Utashangaa ibada inaisha huko pale pale. Hata hujapaa. Kumbe zako wamepaa wamerudi. Bwana wabariki sana. Nategemea unataka kuona nini. Paragraph ya 53. Ujumbe ni hisi kuu. Naomba unisikilize kwa makini sana. Nabii anasema, Mungu alitupa hizo hisi 5. Bwana wabariki sana. Kuona, kugusa, kusikia, kuonja na kadhalika. Ziko hisi 5. Mungu alitupa hisi hizo, lakini zimetolewa kwako kama kipawa. Unajua tabia ya kipawa? Kipawa ni kama kisu jikoni. Kitakata nyanya, kitachinja mbuzi. Kinaweza kikaua mtu. Mnanielewa? Hawa wanaoimba wanavuta watu jukwaani, wana kalama. Lakini hiyo kalama badala ya kutumiwa na Mungu inatumiwa na nani? Kwa hii milango 5 ya fahamu Mungu aliyotupa imekuja kama kipawa. Kwa hiyo itakuingiza mbinguni au ikupeleke. Bwana bariki sana. Ngoja tuendelee, nabii anasema nini? Bwana bariki sana. Lakini zimetolewa kwako kama kipawa, na inategemea jinsi wewe kwamba unafanya kazi kwazo jambo gani. Unatumiaje macho yako masaa 24? Washinda tu Facebook uone picha za wanawake waliovua nguo, alafu tegemee kuona malaika. Bwana abariki. Au utaona, alafu tegemea uje ibadani upate ufunuo, uone Mungu anakuzungumzia. Hamna kitu kama hicho. Uendelea tu kukaa kwenye magenge ya umbea ya kuwajadili mashemasi na mchungaji asubuhi mpaka jioni, alafu uone kama utafika popote na Mungu. Kusikia tumepewa kama kipawa. Nikikitumia vizuri nitapata mambo mazuri,
Nikikitumia vibaya nitapata matokeo mabaya. Bwana bariki sana. Kwa kama unasikiliza wanaomkosoa mchungaji tangu Januari mpaka Disemba, yani kwa vyovyote vile utaanza kumkosoa tu. Sio lazima umkosoe kwa maneno, hata maisha yako yataanza kumkosoa. Atasema Alhamisi ni ibada ya mahubiri, unasema siendi. Tayari umefanyaje? Umkosoa. Watu wataanza, neno lilisema tupige kula, mbona kaja nayo moja kwa moja? Wapo nakuta wamekaa wanajadili, yaani wao ndo wamekuwa wahuduma sasa, wanajua neno linasema nini. Wewe kaa tu wasikilize, lakini unachokisikiliza imekula kwako. Bwana abariki sana. Ngoja niachane na nyie wazee kwanza, nirudi kwa vijana wenzangu, maana nyie mmeshasikia mengi, mnaweza mkanielewa. Kijana, nabii anasema unajiumba ukiwa. Sasa inategemeana unasikiliza nini, unaangalia nini, unahisi vitu gani, unaonja vitu gani. Hivyo ndio vitakufanya hapa duniani ufanikiwe au usifanikiwe, uwe na hela au usiwe na hela, uende mbinguni au usiende mbinguni. Yaani mafanikio ya duniani na mafanikio ya mbinguni yanategemea unatumiaje milango mitano ya fahamu. Kwa kijana, muda wote uko Facebook, hongera. Unatoka kwenye zebra Facebook, wewe mchungaji wako kisha kujaza vitu, unaenda Instagram, unafanya tu hivi. Unatoka hapo unaenda zebu jingine la TikTok, una scroll tu. Alafu tukija ibadani tunahubiri ujumbe, kwa nini sisi si mazebu? Alafu tegemea upate hela kwenye maisha ya kawaida. Wenzako wanafanya kazi, wenzako usiku, wenzako kwenye maombi, au wanafanya mipango fulani ya biashara, wewe uko mtandaoni unategemea ufaulu. Yaani hata kwenye haya maisha ya duniani hautafaulu. Inategemeana unakaa na watu wa aina gani, wanaongea nini, kwa sababu Mungu ametupa hiyo milango kama kipawa. Sasa ndani kwenye akili yako ndio nabii anasema, nitakusomea, ni tumbo la uzazi. Kama tumbo la uzazi la mwanamke lenyewe, mbegu ikiingia ni kufanyeje? Ni kurutubisha mpaka awe ilicho. Bwana bariki sana. Umeingiza panya, tumbo litahakikisha atakuwa panya. Na akili ya mwanadamu, nabii anasema, ni tumbo la uzazi. Lile neno lililonenwa ndio mbegu ya asili. Nitakusomea kwenye huo ujumbe. Nabii anasema chochote unachokiingiza akilini mwako kinaingia kwenye tumbo la uzazi ambalo ni akili yako. Sasa hilo tumbo halichaguagi. Unasikiliza umbea, utachukuliwa ule umbea, unaenda kupandwa kwenye tumbo la uzazi. Unasikiliza kuwakataa mashemasi, linachukuliwa kama lilivyo, linaenda kupandwa kwenye tumbo la uzazi. Utashangaa tu wewe huwapendi mashemasi, haumpendi mchungaji, wala hujui sababu ni nini. Kumbe mbegu ulizichukua mwenyewe, tena ukaenda kununua zenye mbolea. Ukakaa kabisa, ndugu anakupa umbea, ukamnunulia na soda. Hapo umechukua mbegu yenye mbolea. Nakwambia hivi, ikisha ingia kule ndani, sio wewe tena. Yaani umemaliza, wao umeshapanda. Subiri majibu. Mepanda upepo, utavuna kimbunga. Wewe shinda tu mtandaoni, alafu tegemea si utakujaga wewe manager, uendeshe magari, ufanye kitu gani? Sababu nimesema naongea na vijana. Kama nani mzee na bado uko mtandaoni, sasa wewe ndo na hali mbaya zaidi. Sababu wewe ndio itakiwa ujichunguze, kwa sababu umeshajaribu sana huko. Wewe unahitaji palizi ya kutosha. Yaani kuna vitu umeshaotesha vingi, inahitaji vipaliliwe vitoke. Mimi naongea na hawa vijana ambao ndio bado wanachipukia. Sasa unabishana na shemasi ili iweje? Unamkosoa shemasi ili iweje? Unamkosoa mchungaji ili iweje? Unafaidika nini? Alafu utahisi tu tulikuwa tunaongea tu. Na siku hizi adui ameileta kwenye njia ya ushirika.
Yaani ni kama ushirika, kumbe ndo mnasengenya. Sasa tumbo la uzazi halijui kama hii ulioleta ni neno la saa au ni neno la dakika, neno la Bwana au ni neno la shetani. Mungu aliweka mifumo hivi kwamba kikiingia kizalishwe, kitoe matunda. Kuna kuta ndugu kazeeka ni mbishi, alipanda mbegu za ubishi. Tangu utotoni ni kabishi, kanatafuta nukuu za kubisha. Mhubiri akihubiri anatafuta tu kitu cha kuwa zidi yake, anapanda mbegu fulani. Sikia nabii anavyosema, sio kasema ni mimi. Inategemea jinsi wewe kwamba unafanya kazi kwa jambo gani, ndivyo maisha yako yatakavyoongozwa na vile unavyoruhusu hisi hizo 5. Yaani unavyomuona mtu leo alivyo ni hizo hisi 5. Chochote anachokifanya kama ana mafanikio, kuna namna alizitumia hizo hisi 5. Alikaa na watu wenye hekima, wakamfundisha mambo ya hekima, akawa mfanyabiashara mzuri, akajua namna ya kutoa fungu la 10, ni kwa sababu alikaa na watu wa fungu la 10. Ukikaa na watu ambao hawatoi fungu la 10, watakufundisha kutokutoa fungu la 10 na utaona kama ni adhabu. Kwa hiyo utakuwa hutoi fungu la 10 kwa sababu umeruhusu hiyo mbegu iingie kwa kusikia au kwa kuona. Wewe ni, nabii anasema, wewe ni yale unayoona, yale unayosikia, kile unachoonja, kunusa ama kugusa. Vitu vyote vinaruhusiwa na hizo hisi, vitakutawala. Ndio maana anayetumia muda mwingi kuomba na kusoma jumbe hamwezi mkalingana. Ndio maana ibada za maombi ya mkesha zimefanyaje? Zimerejeshwa, ili mtu akija apate ule ujuzi wa kuomba kinagaudaga, ajue kuomba ni nini. Kuomba sio huko kwa maombi ya kibali ya dakika 5, dakika ngapi. Wewe unaomba bado unawaza 7, bado unawaza kesho ni Jumatatu. Yaani sasa mtu ambaye amekolea neno hilo ulihubiri hapa, hawazi ni saa ngapi, hata ajui leo ni lini. Lakini kama uko hapo unaanza kuanza kesho ni Jumatatu, si nitaendaje kazini, nitavaa nguo gani, hata upo hapo. Bwana abariki sana. Sasa wewe ni yale unayoona. Kwa hiyo kama ukitaka watoto wako wafanikiwe, chunga wanaona nini. Chunga marafiki zao. Anapokuwa hayuko nyumbani, yuko na nani? Kwa sababu chochote anachoona, anachosikia, ndivyo atakavyokuwa. Sasa wewe ni baba, hujui rafiki wa mtoto wako ni nani, watoto wako wanacheza na watu gani. Wewe ni mama, unasema tu wameenda kwa jirani. Wewe jirani mwaminio, sio mwaminio. Wanaenda wanasikiliza nini huko? Juzi ka Victor kangu kameanza kwenda shule. Juzi niko jikoni pale nasikia kanaimba kasongo yeye. Huyu. Kaambia wewe unaimba nini? Hata ajui, ila anapiga kasongo yeye. Miaka 5, sijui 4, miaka 5 anapiga kasongo. Ameitoa wapi? Shuleni. Kuna muda inapigwa kasongo yeye, na ameisikia ikamwingia. Sasa anaileta nyumbani tusikie raza ya kasongo yeye. Wewe ni yale unayoona, yale unaosikia, kile unachoonja, kunusa. Kwa hiyo chunga mambo hayo. Sitaenda sana hapo, wewe hiyo unaijua vizuri. Kuna ambaye ajui 6. Twende zile za ndani zile. Bwana bariki sana. Zile ambazo zinatuvuruga zile ndo tunani vizuri. Naomba mpatie mic mzee. Bwana bariki sana. Sababu ni ujumbe wa Kiingereza. Bwana bariki sana. Ni ujumbe unaitwa lile neno lililonenwa ndio mbegu ya asili. Unaitwa the spoken word is the original seed.
wa mwaka 62 mwezi wa 3 tarehe 18. The spoken word is the original seed. Tutaanzia paragraph ya 580. Nafikiri uko mmoja tu, kwa hiyo kisearch tutaipata. Bwana bariki sana. Tupo? Au mnamwaza Kasongo? Yeshaingia, anafanya namna ya kuitoa sasa hivi. Ikiingia ni mchakato kutoa kwa sababu ishapangwa hii. Bwana bariki sana. The spoken word is the original seed. Umepata mzee? Sorry. Paragraph 580. Bwana bariki sana. Aha. Si mnampenda nabii? Sasa tuone nabii anaongelea kitu gani hapa. Hii itatusaidia. Kifika. Aha. 580. Bwana bariki. Aha. Tupo. Nataka amina sasa. Tupo. Ndio tutushapaa, wanaopaa ni wenye mbawa. Haya, 580. Now, sasa let's go back now and pick up again. Hebu turudi na tuchukue tena. And come down for something. Na tuje kwa ajili ya jambo fulani. You remember what last Sunday service was? Unajua Jumapili iliyopita kile nilichosema ilikuwa the gate to the soul. Mlango kwa nafsi. You remember? Nakumbuka. Now there is a room of the physical. Sasa kuna tumbo la uzazi kwa ajili ya mambo ya mwili, la kimwili. There is a room for the spirit. Na kuna tumbo la uzazi kwa ajili ya mambo ya kiroho. Did you believe that? Je, mliamini hivyo? There is a spiritual room. Kuna tumbo la uzazi la kiroho. And a physical room. Na tumbo la uzazi la kimwili. And the mind is the room to the spirit. Yes. And the mind, akili. Na akili is the room to the spirit. Tumbo la uzazi la kiroho. Kwa hiyo akili yako ndio tumbo la uzazi. Milango ya fahamu itachukua kitu itakiingiza, alafu kikifika kwenye tumbo la uzazi kazi yake ni kufanyaje? Kuzalishwa. Bwana bariki sana. 581. Now remember. Sasa kumbukeni. I told you last Sunday. Niliwaambia Jumapili iliyopita. And drew it out here for you. Na nikalichora hapa kwa ajili yenu. These 5 senses. Hizi hisi 5. That enters this seed from the outside. Ambazo zinaingiza mbegu kutoka nje. See. Ona. Taste. Kuona, kuonja. Feel. Kuhisi. Smell. Kunusa. Hear. Kusikia. 5 on the inside. 5 kutoka nje. Hizo alikuwa ongeza nje. Sasa tunaenda kwenye 5 za ndani. 5 on the inside. 5 za ndani. Ni 581 B hapo. 5 on the inside. 5 kutoka nje. On the inside za ndani. 5 za ndani. Conscience. Dhamiri. And so forth from the inside 5. Kutoka katika hizo 5. Now on the life side. Yes. Now on the life side. Kwenye upande wa maisha. Okay. There is only one. Kuna moja tu. That is you are on the basis of free moral urges. Ni hiari yako ya kujichagulia. Bwana bariki sana. Uhuru wa kujichagulia. Iko hivi. Kuna milango 5 ya fahamu iliyoko nje. Kuna tumbo la uzazi akili yako, na kuna milango 5 iliyoko ndani. Bwana bariki sana. Kwa hiyo 5 nje, sio kusema 5 tena. 5 nje na 5 ndani. Lakini nabii anakuambia kwenye barabara ya maisha kuna mlango huu moja. Na hiyo ni wewe uko kwenye uhuru wa kujichagulia. Naomba msikize vizuri. Kuna milango 5 ya fahamu nje.
kuona, kunusa, kugusa, kusikia. Lakini kuna milango 5 ndani. Bwana bariki sana. Hiyo iliyoko ndani, alafu katikati kuna tumbo la uzazi ambalo wenyewe halijui hili ni neno au sio neno. Umeleta masengenyo, litahakikisha maisha yako yawe msengenyaji. Bwana bariki sana. Umeliwekea kufanikiwa, litahakikisha ufanikiwe. Umelijengea uvivu, litahakikisha uwe mvivu. Ndio maana nabii anakuambia kwenye safari ya maisha wewe upo hapa katikati na umewekwa kwenye uhuru wa kujichagulia, kwa sababu wewe ndiye unayeamua kipi kiingie, kipi kisiingie. Wewe ndio unayechagua uwe na urafiki na dada msengenyaji au sio msengenyaji. Wewe dada unakujaje kuniambia matatizo ya ndoa ya familia nyingine na wewe sio mchungaji? Unajua walianzaje? Walifikia wapi? Wametenda nini? Watafanya kitu gani? Hujui chochote. Lakini wewe unajikuta ndiye mtatua matatizo. Wewe sio shemasi, wewe sio mhuduma, wewe sio mchungaji. Unashughulikia habari za ndoa za watu, zinakuhusu nini? Alafu unaanza kusikiliza na umbea ni mtamu na unavutia. Kumbe unavyomsikiliza unapanda mbegu maskini. Yaani wewe utakuwa ni mbea utake usitake, kwa sababu umeikubali ukaisikiliza ikaingia. Kwa ni bora anavyoanza tu unaongea habari za nani? Subiri akiwepo. Akiwepo sema vile ulivyokuwa unataka kuniambia. Uone kama atasema. Mara ya pili haleti umbea wowote. Wataanza kukuita dada neno. Unaona kwa dada neno? Pale hamna cha nini. Kwa sababu anakujua wewe hauruhusu vingie. Bwana abariki sana. Sijui mnanipata? Yaani Adamu aliumbwa hivi kwamba na yeye alikuwa na milango 5. Ya ndani na ya nje. Ilitumika kwa ajili ya kazi gani? Yote ni kwa ajili ya Bwana. Ndio maana Biblia inasema kwamba mifumo iliziba baada ya dhambi kuingia. Yaani itakiwa hata ukisikia jino linauma ni amina. Yaani ni channel imetoka mbinguni. Lakini sasa hivi switch ya jino kuuma ni kuzimu. Wanabonyeza huku jino linauma. Ndio kabisa shetani ka ugonjwa kameingia. Lakini tukibonyeza hapa Yesu Kristo ni yeye yule jana leo hata milele. Hiyo tunaijua. Ya kuzimu inaingia sasa, hili ni jino, hapa lazima nikatafute dawa. Yaani unatenda, imani chanzo chake ni kusikia. Umeisikia huko ndani, unaanza kutenda matendo ya imani. Unatafuta pesa, unaenda unatafuta dawa, unatibu. Lakini tukwambia Yesu anakuponya. Sasa hivi hamna vipawa kanisani. Kwa kupigwa kwake uliponywa. Umeshaifanyaje? Shaifungia. Sasa ili unipate vizuri. Bwana bariki sana. Ili unipate vizuri, naomba mzee au acha tu ukienda kwenye ujumbe wa vita vilivyowahi kupiganwa, ili uipate vizuri, wewe search ukiwa umeweka kwenye Kiingereza, sawa? Vita kuu iliyowahi kupiganwa, alafu kwenye Kiingereza ina paragraph. Nenda paragraph ya 107, alafu ndo badilishe uende kwenye Kiswahili. Kwa sababu kileta kwenye Kiswahili haina para. Kwa hiyo nitakachokiongea hapo utakitafuta mpaka ibada itaisha. Maana kuna mtu anataka tuende sambamba. Kwa hiyo unakuta anafanya tu hivi. Mpaka nimeongea vimeisha bado anatafuta alisema wapi hii. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kwenye Kiswahili haina paragraph. Wewe iweke kwenye Kiingereza twende 107. Ikifika 107 bonyeza highlight afu rudisha kwenye Kiswahili. Inabaki pale pale. Bwana bariki sana. Anasema kwenye paragraph ya 107 kwenye vita kuu sana iliyowahi vita vikuu sana vilivyowahi kupiganwa. Bwana bariki sana. Wa mwaka 62 mwezi wa 3 tarehe 11. Tuko pamoja. Anasema iwapo una hisi zako kuona, kuonja, kuhisi, kunusa na kusikia, hizo ni sawa. Bali usizitumaini isipokuwa zinapatana na neno. Yaani kama umeona kitu ambacho sio neno, maana yake ni nini? Shetani. Kama umesikia umbea sio neno, hiyo ni shetani. Achana nacho. Kama ukiambata nacho kimekupoteza.
kunusa, kusikia, hizo ni sawa, bali usizitumaini isipokuwa zinapatana na neno, kama ambazo alikuwa nazo Adamu kwenye bustani ya Eden. Zilikuwa zinajua neno tu. Ziko sawa, bali kama hazipatani na neno usizisikilize. Bwana bariki sana. Utasikia sikio linakuambia mchungaji ni mbaya, wewe sema mchungaji wangu ni mzuri. Kanisa langu ni baya, wewe sema kanisa langu ni zuri. Mashemasi wanatuonea, wewe sema hawatuonei, wanatenda haki. Wadhamini waliochagua sasa hivi ni ovyo, wewe sema nini? Kati ya wadhamini waliochaguliwa sasa hivi ndio tumepata wadhamini ambao ni super na wanatenda kazi. Hapo utaona ya kimbinguni. Lakini sasa wadhamini hamna kitu, mashemasi hamna kitu, kanisa limezorota. Uone malaika, nguzo ya moto ije nyumbani, yaani hata ile ya kuota. Acha hii picha, yaani ile ya kuota usingizini. Usisubirie. Sasa anaenda kwenye hizo milango mitano ya ndani. Anasema sasa mwanzo ni dhamiri. Yaani ndani yako kuna dhamiri, hiyo conscience, sawa? Kuna kumbukumbu ambayo ni memory, kuna fikra au hoja ambayo ni reasoning, alafu kuna upendo. Bwana bariki sana. Milango mingapi? Mitano. Anasema mwanzo ya kwanza ni dhamiri, inafuata kumbukumbu, inakuja fikra, inakuja upendo. Mawazo. Bwana bariki sana. Ziko tano, nilikuwa nataja 4. Nilikuwa nataja dhamiri, kumbukumbu, fikra, upendo. Ya kwanza ni mawazo. Bwana bariki sana. Iko hapo kama unanifuatilia. Kwa hiyo inaanza mawazo, dhamiri, kumbukumbu, fikra na upendo. So unaona kwa macho yako, unasikia kwa masikio yako, unahisi kwa ngozi yako, unaweza ukatambua mambo fulani na ukayajua mambo fulani. Sasa ukizizima hizo, unaingia kwenye utu wako wa ndani. Tuko hapa ibadani, mtu yuko Isesa, katulia kabisa, anamkumbuka bibi yake, walivyokuwa na ushirika na bibi yake. Yeye yuko kwenye utu wa ndani, yuko kwenye kipengele cha kumbukumbu, anawaza vitu vya nyuma. Kwa hiyo hata mahubiri yanavyoendelea hapa, yeye hatuko. Masikio yako ibadani na yanasikia, yanamletea, lakini kwa sababu anatumia utu wake wa ndani, hayupo hapa ibadani, yuko kwenye kumbukumbu, anawaza kitu fulani. Ndio maana naambiwa hizi zikienda kinyume na neno, achana nazo. Mhubiri atasema ukiwekewa mikono umeponywa. Kumbukumbu itakuja. Kuna mzee alikuja akawekewa mikono, mpaka leo hajapona. Kule watu walikuja wakaomba hivi, walikuwa na mikwala hii, wakaweka mikono, mpaka leo mama yangu anaumwa. Alafu na leo ananiambia tu akiniwekea mikono nitapona. Kwa hiyo siwezi kupona. Umeshafunga mkataba. Kilichokuponza ni nini? Ni kumbukumbu tu. Yaani unakumbuka vile ambavyo ni vya ovyo ovyo. Neno nasemaje? Msiyakumbuke mambo ya zamani, tazama na yafanya yote kuwa. Uliambiwa wewe kwenu, yaani nyie hamtakaga mfaulu. Yaani kwenye ukoo wenu hamna aliyewahi kuendesha gari. Nyie wote mnaanzaga hivi baadaye mnakuwa walevi. Ukianza kuyakumbuka tu na yakaingia niani vizuri, umeyasajili. Baada ya muda utaanza kuyumba, unayumba, huyo unatafuta glossary, unaanza kupiga vyako vitu. Ila kwanza ulisikia, kikaingia, ukakikubali. Bwana bariki sana. Kumbukumbu. Unakumbuka tu nilifiwa, dada fulani hakuja, shemasi alipita kabisa, hakurudi, alipita, nilimuona tu. Dada aliyekuja ni fulani na fulani. Unaweka kumbukumbu. Nilipojifungua, wadada waliokuja kuniona kanisani ni hawa na hawa. Hawa hawakuja. Unaweka kumbukumbu. Hizo ndio zitakufanya unapishana na Mungu kila siku baadaye.
Tunaposema kwamba waaminio ndio wenye upendo kuliko watu wote duniani, wewe kumbukumbu inakuja. Hawa ulivyolazwa hospitali walikuja wangapi? Mchungaji mwenye alikuja amechelewa dakika za jioni, yaani ndio mnatolewa. Huyu hapa naona angechelewa tu nikuta umeshaenda nyumbani. Wengine wanawashaga tu kupiga simu, ndugu unasikia mniibiwa. Pole bwana. Mungu akutie nguvu. Hawajaja hata kutuona, eti wanasema wana upendo. Nabii anasema usiwaze mawazo mabaya. Mawazo mabaya huharibu tabia. Ukiwaza vibaya ni mbegu inapandwa kwenye tumbo la uzazi, unakuwa na chuki. Na ujui umetoa chuki wapi? Uliamini ujumbe tu vizuri. Unawapenda wandugu wote. Ukija ibadani unawakumbatia kabisa kwa kumbatio lile la kumaanisha. Na ukiwaona watoto wa Mungu hata unawalilia machozi. Unasema hao ndio wanaenda mbinguni. Sasa hivi unasema pale kanisani hamna kitu. Kipi kinakuambia hamna kitu? Kumbukumbu mbaya ulizoweka huko ndani za mambo mabaya uliyoyaona hapa kanisani. Na sio kwamba ni Mungu alikuonyesha, ni shetani amekuonyesha mambo mabaya. Nabii anatuambia ukisikia shtaka lolote la mwaminio, kataa. Unaambiwa ndugu yako alikuwa anaiba, unasema ndugu yangu hajaiba. Ndugu yako ni mchoyo, unasema sio mchoyo. Aliye mchoyo ni shetani. Huyo wamemsingizia tu, lakini yeye ni mwaminio. Lakini ukianza kuyasave, pale kanisani kuna wazinzi, pale kanisani kuna wachoyo, pale kanisani hawapendani, angalia wanabaguana, wanachaguana tu wale wenye hela. Sisi ambao hatuna hela, hata mchungaji hajaji kututembelea, wanaanza kuulizana, "Wewe mwaka huu kuna shemasi yote kaja hapa?" Hamna. Linaseviwa, linaingia kwenye tumbo la uzazi, linachakatwa na linafanyika mwili. Wewe hutakaa ulipende kanisa lako. Ulikubali kwa kutumia hizo hisi zako, ukaliruhusu likaingia, likatulia. Kila neno likihubiriwa, kumbukumbu zinakuja. Ndio maana neno likatushauri, fanya palizi. Umeyapanda mwenyewe, inabidi yatoke. Sasa neno likakushauri usiyakumbuke mambo ya zamani. Alafu ukitaka kunena jambo lote kuhusiana na ndugu, ongelea tu wale mema. Sianze kati ya mashemasi wakali shemasi ulio. Kwani hiyo ndio sifa alionayo tu? Kwa hiyo sema hata shemasi anayependa kuvaa kamkoti anamechisha na tai ni shemasi ulio. Sasa utakuwa umemsaidia. Mbona kuna mazuri ya kunenea? Kama ikifikaga wakati wa sherehe, mbona ndo anabebaga masufuria, kuna wakati anaosha hadi vyombo. Si useme tu hata hayo. Bwana wabariki sana. Hivi Wafilipi iko wapi? Bwana wabariki sana. Wafilipi 4:8. Wafilipi 4:8 nasemaje? Tunataka tiba, kufanya parizi. Wafilipi 4:8 nasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli tu. Yoyote yaliyo ya staa, mazuri ya heshima. Bwana bariki sana. Yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Hiyo ndio parizi yako. Unaambiwa ndugu fulani ni katili sana. Yule ndugu ni mwema. Mbona alinilipia nauli ya bajaji? Huo katili unatoka wapi? Wewe fikiria hiyo. Shemasi fulani hakupendi. Mbona aliniwekea kiti kanisani? Wewe shikilia tu hilo. Umeambiwa ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa yoyote, ikiwapo jambo lote la staa, wewe shika hilo tu.
na tumbo lako la uzazi litakuwa safi. Utapanda mbegu njema. Utashangaa unakuwa ni ndugu nzuri, unakuwa ni ndugu mtamu, hauna kinyongo na mtu kanisani. Kila mtu ni ndugu wa Kilindi, kila mtu kimwona unamwona Mungu. Bwana bariki sana. Unakuja kanisani, unaona vibiti vidogo vinaomba kuimba, vinavyoanza kuimba, wewe humuoni yule binti, unamwona Mungu akiimba ndani ya yule dada. Atakuja Darius ataimbisha wimbo, haumuoni Darius, wewe unamwona Mungu ndani ya Darius, unamwona Mungu ndani ya mhubiri, unamwona Mungu ndani ya ndugu na dada. Kwa nini unamwona Mungu nje? Ni kwa sababu Mungu yuko ndani. Unaona kile ulicho. Kama una masengenyo ndani, utaona nje masengenyo. Ukianza kusema ndugu Ayubu ni mchawi, kumbukumbu zitakuja. Kuna siku nilishuka kwenye bajaji, nikaona ndugu anainama, kumbe alichukua unyayo. Huyo ndugu ni mchawi. Kwa sababu umesema ndugu Ayubu ni mchawi, kwa akili zako umekiri kwamba ndugu Ayubu ni mchawi. Lile neno la uchawi limeenda kwenye tumbo la uzazi, likachakatwa, mimba ikaja. Ukaanza kunichukia. Baadaye likajiza. Kujizaa ni nini? Yaani unaniona kabisa na kutokea na kufanyia hivi. Sasa nimemuota kabisa usiku. Yule ndugu ni yeye. Limezaa. Na utanichukia mpaka hata tuje tuseme nini, uambie yule hajai kuloga, hajui hata uchawi ni nini. Na nilimuona kabisa. Na ukiendelea kuniamini vizuri kama mimi ni mchawi, nitatokea hata live nikumige kabisa. Leo mnakwenda ibadani. Sema unaona nilimshika kabisa, yani mara hii sio ndoto, alikuja kabisa. Kwa nini? Umelikubali. Ukalipeleka, likazaliwa, likachakatwa, linakupa matunda. Kukiweko na umbea wote achana nao. Uchoyo wote achana nao. Usengenyaji wote achana nao. Tafuta yale mazuri tu, wazia hayo. Uko kwenye biashara zako unasema hii biashara haitoki, huyo achana naye, huyo sio rafiki. Hii biashara ina wateja, achana naye. Wewe neno nimekuambia yote lilo jema, wazia hilo. Wewe wazia kwamba biashara hii Mungu atanisaidia. Ni Mungu aliyenipatia. Ninatoa fungu la 10. Kama wateja hawajaja leo, watakuja kesho. Wasipokuja kesho, watakuja kesho kutwa. Ukikiri tu kwamba hali ni mbaya, uchumi ni mbaya, sasa hivi hamna hela, inachukuliwa na pewa kwenye tumbo la uzazi. Amesema hivi sasa hivi hamna hela. Hakikisheni mazingira yote yanadhihirisha hamna hela. Utakopa. Lakini uliyejiloga ni wewe. Bwana abariki sana. Na dakika kama 10 tu hivi. Bwana abariki sana. Nilijua nitafika mahali, lakini hivyo si inapendeza. Lakini sasa dhamiri ni nini? Maana hapo nilikuwa naongelea kumbukumbu. Bwana bariki sana. Ndio maana kupalilia hizo kumbukumbu mbaya, tumeambiwa tutafakari yaliyo mema. Lakini kama unavyoona hizi 5, yani ukisikia sauti yangu masikio yako yanadaka. Kwa hiyo dhamiri ni hisi ya ndani inayotofautisha mema na mabaya. Ndio maana ukifanya jambo baya, tunasema dhamiri yako inakushtaki. Mashemazi watakukalisha. Dada, sio wewe uliyesema hivi na hivi. Sasa sio mimi, wananisingizia ndugu. Yaani wewe unaweza kusema tu wananisingizia ndugu, kule ndaga sawa. Wewe wanakusingizia. Wananisingizia. Dada, si utengeneze tu yaisha tu yamalizie hapa. Mimi sikusema hivyo, wananisingizia. Kwa sababu umesema, yani umeenda kinyume na dhamiri yako. Dhamiri yako ilikutaka wewe muaminio, kwa sababu yeye imesikia ujumbe siku nyingi. Kwa sababu muaminio ana dhamiri ya tofauti. Wewe unaona pombe sio neno. Mlevi anaona pombe ni neno. Alafu kanisani sio neno. Kwa akija hapa, dhamiri yake inamwambia mbona umepotea? Leo hauko penyewe. Ila akifika kwenye pombe inamwambia amina. Ila wewe ukienda kwenye pombe nakwambia mbona huku sio kwenyewe. Ukija hapa nakwambia hapa ndio amina. Ni alamu iliyoko mle ndani inayotofautisha kati ya mema na mabaya.
Sasa utajuaje jema ni lipi, ni baya ni lipi? Inategemeana milango mitano ya fahamu iliingiza kitu gani. Kama uliingiza tangu nazaliwa unasikia babako na mamako wanasengenya na wewe ukajua kusengenya ni neno, utakuwa hivyo hivyo ukiwa unajua usengenyaji ni neno. Kwa dhamiri ni hisi ya ndani inayokutofautishia kati ya mema au mabaya. Sasa tunakuita kwenye kesi, tunakuuliza ndugu ulifanya hivi, unasema sikufanya. Ila dhamiri inasema ulifanya. Kitakachotokea ni nini? Kule ndani kuna sinyaa. Yaani unashindwa kuelewa wazalishe kitu gani. Mbona alifanya hivi alafu anakataa? Tuzalishe nini? Madonda ya tumbo. Pap! Haya. Nabii amesema magonjwa kama madonda ya tumbo mengine yanasababishwa na nini? Vinyongo. Moyo unasema hivi, mdomoni kunasema hivi. Na Mungu aliumbaga haya mambo yanaenda hivi sambamba. Ndio yenu iwe ndio yenu. Ukisema ndio mdomoni na huku ndani maanisha ndio. Lakini ukisema ndio mdomoni afu ndani hapana, hapo katikati unawafanya wale maaskari. Hivi tuzalishe nini? Hapana au ndio? Mpige kansa huyu. Kansa inamfaa. Umeuvuruga kwa sababu haujui tuseme kweli au tuseme uongo. Hiyo ndio dhamiri. Namba moja ni mawazo. Kwa Kiingereza nabii anaita imagination. Ni ule uwezo wa kuona ambapo macho hayaoni. Bwana bariki sana. Yaani uko hapa unaweza ukaliona gari, ukalitengeneza gari, ukaliendesha gari kwa picha ya mawazo. Hiyo ni imagination. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kama ulishaweka mawazo mabaya kichwani mwako, yaani mchukue mlevi, mnyang'anye pombe, mweke tu chumbani, mfungie mle. Ukifika muda wa kulewa atayumba tu. Ataingia kwenye imagination, kwenye mawazo yake. Ataiona pombe, ataivuta pombe, ataileta mezani, ataihisi, atainywa, ataisikia, atalewa mwenyewe. Unatengeneza picha. Lakini hivi vyote Mungu alitupatia avitumie yeye, sio shetani. Kama una shida mtandaoni, mawazo yako yatakuwa ya hivyo hivyo. Bwana bariki sana. Alafu kuna hoja, hizi fikira. Kuhoji. Siku mkila mtakufa, tutakufa. Mwai badani, tunachelewa. Kwani nini? Mbona mchungaji yeye mwenyewe ushamwona mwai? Ile gari la kijana uliona kana wai ukimya. Tangu maamini ndugu. Ile gari la kijana uliona ni wai ukimya. Hamna. Sasa hoja hizo zinakutupa nje na neno la Mungu. Hiyo ni milango ya ndani. Unahoji tu neno, lakini haupasi kuhoji. Unatakiwa uamini. Alafu nyingine ni upendo, au kwa Kiingereza inaitwa affection, ambapo ile hisia unampenda mtu fulani, unampenda kutokea huko ndani. Bwana bariki sana. Chini yake nabii anasema hivi, hizo sasa mawazo, dhamiri, kumbukumbu, fikra, upendo ziko sawa kama zinaambatana na neno. Bali iwapo upendo wako haupatani na neno, ukatae, utalipua bomba upesi sana. Kama hoja yako haiambatani na neno, iache. Hiyo ni kweli. Kama kumbukumbu lako, kama mawazo yako, kama dhamiri zako, chochote kile hakiambatani na hilo, kilicho ndani kiondoe. Kama tulikuwa pamoja tangu nimeanza, nafikiri unaweza kuona kwamba kuna utu wa nje unaoongozwa na hizi 5. Alafu kuna utu wa ndani. Zote hizi ni 5. Nabii amesema 5 nje, 5 ndani. Katikati kuna tumbo la uzazi. Sasa hizo ni hisi 5. Ujumbe unaitwa nini? Hisi kuu, ambao amesema ni hisi ya 6. Mnaona utofauti sasa? Imani ya kiakili inatembea kwenye hizi kumbukumbu. Inakumbuka fulani aliwahi kuponywa, ngoja na mimi niamini, labda nitafanyaje? Nitapona. Fulani aliwahi kufufua mtu. Huyu nilimwona huyu mhubiri alifufua mtu. Ngoja niende na mimi, labda anaweza kafufua kijana wangu. Anatumia kumbukumbu, anatumia upendo. Mimi nampenda sana mzee Robert Latano. Najua tu akiniombea kitafanyika kitu fulani. Ila anatembelea kwenye hizi 5 ambazo ni za kawaida. Lakini nabii anatuambia kuhusiana na hisi ya 6.
ambayo ni imani ya Mungu. Bwana abariki sana. Nilitamani kwenda huko lakini nafikiri tu Mungu atakusaidia, utayasoma, utaendeleza. Tumalizie tu imani ni nini? Hii imani ya Mungu kwenye hii siku. Bwana abariki sana. Turudi kwenye paragraph ya 54 kwenye ujumbe wa siku. Bwana abariki sana. Ili nitumie dakika zangu 15, niwaache mkayatafakari vizuri. Ukiwa na swali uje tu nukuu, tutakupa. Hatujaongea bla bla. Kila kitu ni neno. Bwana abariki sana. Paragraph ya 54. Nabii anasema nasi tunamshukuru Mungu ya kwamba tuna hizo hisi 5, bali kwa vyovyote vile hukupewa hizo 5 zipate kukuongoza. Kwa vyovyote vile mawazo yasikuongoze, hoja zisikuongoze, upendo usikuongoze. Nampenda sana jirani yangu Mkatoliki huyu, acha tukale tu kipa imara. Yaani tunapendana sana. Nakumbuka alikuja nilipokuwa nabatizwa kwa waaminio. Alikuja kanisani kwetu. Na mwezi huu wote amefiriza kanisani kwetu. Amesema na huu mwezi mwingine twende kanisani kwao. Kwa sababu nampenda, acha niende. Chochote kilicho nje umesikia au kinatoka ndani ni upendo, fikira, kumbukumbu. Kikiwa kinyume na neno, piga teke. Huyo ni shetani moja kwa moja. Nabii anasema hujapewa hizo hisi 5 ili ziweze kukuongoza wewe. Zimekuja kama kipawa, inategemea utazitumiaje. Amina. Bwana bariki sana. Zilitolewa kwako kwa ajili ya mawasiliano duniani. Wewe tumia macho kusoma jumbe, tumia masikio kusikiliza jumbe. Yoyote aliyo star yasikilize hayo, yoyote aliyo mema yasikilize hayo. Kama unaulisha mpira, unalisha siasa, unalisha nini, ndivyo utakavyokuwa. Lakini mtoto ukiwa unamfundisha neno, amechoka neno, umemfundisha vya darasani, amechoka vya darasani, amecheza kidogo, unaangalia hata wanacheza nini. Kwa sababu ndivyo atakavyokuja kuwa. Bwana bariki sana. Mtoto akiwa anaona wewe mama aking'aka tu, baba unapiga kofi, inaseviwa kabisa. Hawa wanawake ni wakupigwa. Katakuwa kataamini ujumbe. Kanajua sasa kuna ujumbe wa kanisani, kuna ujumbe wa nyumbani. Na neno nasema mfundishe mtoto njia fulani, hata iache atakapokuwa mzee. Yeye aliyofundishwa nyumbani, wanawake wanapigwa. Kwa akija kuoa mtamhubiria wewe, lakini mkaka akimkosea anapiga. Kwa nini? Alimuona baba anapiga. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kwa ajili ya mawasiliano ya duniani, bali ulipewa hisi ya 6. Hiyo sasa ni ya kwetu. Siwapelekee madhehebu. Leo tumeambiwa hisi ya 6. Hata wajui ni nini. Bwana bariki sana. Tulipewa hisi ya 6. Na hisi ya 6 ni ya Mkristo pekee. Bwana bariki sana. Hisi ya 6. Wao wanatembelea kwenye hisi 5. Hisi ya 6 ni ya Mkristo pekee. Ndiyo maana Mkristo ni kituko ulimwenguni. Anaona ambayo hawaoni. Anasikia ambayo hawasikii. Unafikiri sisi ujumbe huu tumeuamini kwa hisi za nje au hisi 5 za ndani? Hapana. Kuna kadude fulani kanatuzungumziaga ambako hata sio kwenye kumbukumbu, hata sio kwenye mawazo, hata sio kwenye upendo, hata mbona kama ujumbe si upendo, lakini kuna kitu na kipata kwenye mawimbi fulani ambayo sio ya kawaida. Mambo ya rohoni yanatambulikana na watu wa rohoni, na watu wa mwilini hawezi wakayajua. Watatafuta kufikiria, vichwa vitapasuka. Watatafuta kwenye kumbukumbu za mioyo yao, hamna kumbukumbu. Watatafuta kwenye waliowahi kuona, hamna. Lakini sisi tuna kitu cha tofauti. Ni kitu gani hicho? Twende Wakorintho wa kwanza sura ya 2 hapo. Bwana wabariki sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Tuone Mungu anasema nini. Bwana wabariki sana. Paulo anasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuwa kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno. Siri ya Mungu sio ufasaha wa maneno. Naweza nikawa sauti mbaya sana, lakini inapita masikio.
inapita nafsi, inaenda mpaka kwenye nafsi, inakutana na mwaminio aliyeko ndani ya nafsi, alafu huyo ndiye anayemhubiria. Hata kama mwili unasema nimechoka, sitaki kusikiliza ibada, leo mhubiri amevuta sana, yule mwaminio anayemhubiria kule ndani anasema mbona leo ndo yenyewe, nataka tu ukanyagie hapo hapo, hapa nitaka kupaelewa siku nyingi, mbona leo ni kama ndo unanifungulia afu nasikia nataka kukata. Ila wa nje hivi ameanza saa ngapi? Pastor aliweka watoto wakfu, aliombaomba. Kwani tukuna Sunday school leo? Hamna. Bila shaka ameingia kwenye saa 5. Sasa hivi saa 6:30. Nabii alisema nusu saa. Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubishwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima ya kushawishi akili za watu. Maneno ya Paulo ungeyasachi kwenye wanasiasa na akili za watu yasingeelea. Yalipita akili za watu. Kwa nini yalipita akili za watu? Bali kwa dalili za Bwana bariki sana. Amen. Akiguswa tu anagusa na yeye. Amen. Tunamaliza lakini. Bwana bariki sana. Au? Mkitaka tunaacha sio vita. Sio ugomvi. Bwana bariki sana. Anasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu. Isiwe kwenye hiyo milango mitano tuliyoangalia. Haiko kwenye dhamiri, haiko kwenye kumbukumbu, haiko kwenye upendo, bali ni nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Mstari wa 6, sikiliza. Walakini hekima tuisemayo kati ya wakamilifu, hii ni ya waaminio tu. Bwana bariki sana. Anazungumzia hiyo hisi ya 6. Anasema walakini hekima tuisemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii. Bwana bariki sana. Hiyo imani ya Mungu unayoongelea, hiyo hisi ya 6, sio imani ya dunia hii. Ni ipi hiyo mhubiri? Wala ya hao wanaotawala dunia hii. Hii sio ya kisiasa, hii sio ya kimadhehebu. Bwana bariki sana. Wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawajui hata mmoja. Kama wangali wasingemsulubisha Bwana wa utukufu, kwa sababu ndo alileta hiyo imani. Hiyo imani ikoje? Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuwahi kuyaona. Anamaanisha milango mitano ya nje haijafanyeje? Haijaona. Ndio tunayahubiri haya. Bwana, wewe kuona nguzo ya moto? Jicho halijawahi kuona. Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, kwenye kumbukumbu, kwenye fikira, kwenye mawazo, hakuna. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Hiyo hisi kuu ambayo ni imani ya Mungu. Nabii anasema kwenye ujumbe wa hisi kuu, namaliza, bali ulipewa hisi ya 6, na hisi ya 6 ni ya Mkristo peke yake. Wala huwezi kuwa na hisi hii ya 6 mpaka umekuwa Mkristo. Ndiyo njia pekee unayoweza kuwa na zaidi ya hisi hizo 5 za kawaida kwa mtu wa kawaida. Hisi ya 6 inajulikana vizuri zaidi kwa Mkristo kama imani. Kwa hiyo nikisema hisi ya 6 ni imani, na imani yenye matokeo ni imani ya Mungu. Hiyo ndio inayokutawala na kukuongoza, na ya hali ya juu kuliko hisi nyingine zote. Ni hali ya juu sana kuliko hisi hizo zingine zote. Sasa ililetwa kwa ajili ya kazi gani? Bwana bariki sana.
naruka tu hapo, tenda kusoma mwenyewe. Bwana bariki sana. Nimeenda pala ya 62. Hisi ya 6 ni kwa ajili gani basi ndugu Branham? Hisi ya 6 inakuja kwa sababu gani? 63 nasema hisi ya 6 imekuja kwa sababu hii. Hisi ya 6 ni imani. Hisi kuu sana. Hisi ya 6 imekuja kwa sababu hii pekee. Hiyo ilikuwa ni kufanya zile hisi 5 ndani yako kukana jambo lolote ambalo ni kinyume cha neno la Mungu. Tusimame. Bwana bariki sana. Hiyo ndiyo kazi ya hisi ya 6. Maandiko yanazungumza juu ya hisi hiyo ya 6. 65. Lakini hisi ya 6 haioni jambo hilo hata kidogo. Iko mbali sana na jambo hilo, juu sana kuliko hiyo, mpaka hata haina hoja zozote. Mungu akishaingia ndani yako, unaamini mambo yote. Hauna hoja, hauna maswali, zisingeweza kusema juu yake. Sasa tunajitayarisha kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Tunaamini unatembea kwa hiyo hisi ya 6. Unazungumza kwa hiyo hisi ya 6. Unaishi kwa hiyo hisi ya 6. Unakufa kwa hiyo hisi ya 6. Na kufufuka kwa hiyo hisi ya 6. Hauna hisi ya 6, hauwezi ukafufuka. Watakaofufuka ni wenye hisi ya 6, ambayo hiyo hisi ya 6 ni hisi ya Mungu, ambayo ni Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo utazisoma, utazielewa, Mungu atakusaidia tu, utaipata. Pala ya 57 anasema na hiyo hisi kuu, naongelea hiyo imani ya Mungu, ni Roho Mtakatifu. Paragrafu ya 57. Ile imani ya Mungu inayoona ndani yako. Na kama utaruhusu zile hisi 5 kutii hisi ya 6, itakuongoza na kuzitiisha hizo hisi zingine zote 5 chini yako. Na ukisoma vizuri inasema ndio kuzaliwa mara ya pili kunakupa hiyo hisi kuu ambayo ni imani ya Mungu. Itakufanya utende tofauti. Utaona ndugu na dada kwa njia ya tofauti. Utawaheshimu kwa mtindo wa tofauti. Akilini mwako hautawaza yaliyo mabaya. Lolote lilo jema utalitafakari. Yoyote yaliyo mazuri utayafakari. Itafikia hatua utu wako wa ndani, kumbukumbu zako zote zinakumbuka neno tu na mambo mema ya ndugu na dada. Fikra zako zote zinawaza tu mambo mema ya ndugu na dada. Wewe ndani kwenye mawazo yako, hoja zako zote unamwazia Mungu. Dhamiri yako inakuwa safi. Alafu unaanza kucontrol utu wako wa nje. Macho yako unaona yanayostahili kuonwa na unasikiliza vinavyostahili kusikilizwa. Alafu hapo sasa hisi kuu ya 6 ya Mungu inakuja kutoa mamlaka. Inaanza kukuongoza. Wewe unakuwa ni mtu uko duniani lakini uko mbinguni. Watakaposema haiwezekani, wewe unasikia kwa kimbinguni kwamba inawezekana. Kwa sababu uko kwenye hiyo hisi ya 6 ambayo ni hisi ya Mungu. Tungeenda ndani zaidi huko, lakini muda sio rafiki. Mungu awabariki. Mengine mzee atakujaga ubiri, ataweka sawa zaidi, na nawapenda. Mungu na wabariki. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnajisikia vizuri? Mko sawa? Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya chombo kizuri ambacho Mungu ametupea. Ayubu wetu mzuri, anajitolea kwa yote yaliyo ndani yake. Twende amini tu, yote yatendeka, amini tu. Darius.